Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment. Fuatiliaji na mtazamaji wa chaneli yetu ya ELCT Karagwe Diocese, ni asubuhi nyingine tena tupo katika eneo la ibada takatifu. Hapa ni eneo ambalo linaitwa Mato katika usharika wa Bujuruga uliopo ndani ya Diocese ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, na tunakwenda kuanza ibada. Ni katika Juma Takatifu na leo tunakumbuka siku ya kutakasa hekalu. Anayekwenda kutulisha neno la Mungu ni mchungaji Yared Wakami ambaye ndiye msaidizi wa askofu wa Diocese ya Karagwe. Mimi ni Mera Bubira Kashekwa, afisa habari wa Diocese ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Ninaomba nikupeleke ibadani ili tuweze kushiriki ibada hii. Karibu uwe pamoja na sisi. Neno la Mungu linapatikana kutoka waraka wa kwanza wa Mtume Petro sura ya kwanza mstari wa 16 mpaka mstari wa 17. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 16 mpaka mstari wa 17. Nami nawatangulia kusoma kwa jina la Bwana. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Na ikiwa mnamuita Baba yeye ahukumuye kila mtu pasipo upendeleo kwa kadri ya kazi yake, enendeni kwa hofu katika wakati wenu wa kuja hapa kama wageni. Neno la Bwana. Ametupa siku mpya tena katika siku za maisha yetu, lakini pia siku njema ya Jumatatu takatifu katika juma hili takatifu linalo tangulia tukio la Pasaka ya mwaka huu wa 2026. Jumapili ya jana ilikuwa ni siku ya mitende. Tulisherekea na kushangilia kukumbuka ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo alipopanda Yerusalemu kwa shangwe na nderemo. Tuliimba na kushangilia tukibeba na matawi yetu ya mitende, tukiimba Hosana, ndiye mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mambo au malengo ya usuyo ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo kwetu, kama tulivyo habarishwa jana, mojawapo ya kazi kubwa, unaweza kusema kazi maalum iliyomfanya Yesu Kristo aje, ni kutukomboa na kutuweka huru. Kama simu. Kutukomboa na kutuweka huru ndio kazi maalum aliyokuja kufanya Bwana wetu Yesu Kristo. Katika mapokezi na mashangilio tusisahau hilo. Jumatatu ya leo, Jumatatu takatifu,
ni mwendelezo wa siku katika juma takatifu. Kwetu sisi wa Kristo, juma takatifu ni juma au ni wiki maalum sana kwa maisha yetu wa Kristo tuliokombolewa na Yesu na kuendelea kumwamini kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Katika juma takatifu tunajikumbusha maisha ya Yesu Kristo aliyopitia kuelekea kufanya au kutenda majukumu muhimu sana kwetu. Ni maisha yaliyompelekea kupitia kazi ngumu ili kuendelea kuliuisha kanisa na kulitunza kanisa. Ni kazi ngumu au maisha magumu aliyopitia ili kulitakasa kanisa. Kwa njia hiyo alitoa uhai wake. Anatupenda sana, akatoa uhai wake. Akateswa, akafa, na mwisho akashinda kifo na mauti. Akafufuka. Bwana Yesu asifiwe. Akafufuka. Na kwa matokeo hayo, mimi, wewe, sisi tukawa hai tena. Bwana asifiwe. Maana Mtume Paulo anatushuhudia, anasema tulikufa na Kristo, tukafufuka na Kristo. Tukawa huru, tukawa viumbe vipya katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa, katika siku hii ya Jumatatu takatifu tunapata na kutafakari juu ya mafundisho ya Yesu na matukio muhimu kama nilivyowashirikisha au nilivyosema, ya kupitia mpaka kufikia kifo chake. Katika siku hii inayofuata siku ya mitende, katika Jumatatu ya leo inayofuata Jumapili ya mitende, mafundisho ya Yesu yanajikita sana na kututazamisha sana katika kutafakari mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, tunakumbushwa na kutafakarishwa juu ya maisha ya imani yetu au imani zetu kwa Mungu wetu. Na jambo la pili, juu ya hukumu ya mwisho, hukumu ya Bwana itakayokuwa kwa watu wote siku za usoni au hata leo. Na jambo la tatu, juu ya maisha na usafi wa kanisa. Juu ya maisha na usafi wa kanisa. Na zaidi sana usafi wa kiroho kwa kanisa, kwa Wakristo, kwangu na kwako. Tuanze na hili la kwanza la kujikumbusha kidogo juu ya maisha na imani yetu. Wapendwa, imani ni kiungo, ni jambo muhimu sana tena la ndani ya muumini, lisiloonekana kwa wazi. Ingawa wengine wamesema tutaiona imani kwa maneno na matendo, lakini ni imani ya muumini na Mungu wake, jinsi anavyomtegemea na kuishi naye katika maisha ya siku kwa siku. Kwetu wa Kristo, imani ni kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako.
ni kupitia juma hili takatifu kwamba Yesu Kristo ametujia na kutufia msalabani ili kutukomboa. Imani ni kiini. Imani ni kiini cha Ukristo. Imani ni kiini cha Ukristo. Ndio maana nikasema ni kiungo au ni jambo muhimu sana kwa Mkristo. Kwa sababu kupitia imani hii tunamwamini Yesu Kristo na ahadi zake Mungu kwetu zinatimia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kupitia imani yetu ya ndani kabisa, kwamba imani ni kiini cha Ukristo, tunamwamini Yesu Kristo aliyetumwa na Mungu, na kwamba kwa njia ya imani hiyo Mungu anatimiza ahadi zake kwetu, ambayo imani hii haijalishi kama umeshika au hujashika kitu, umeona au hujaona kitu, kiini cha ndani ya moyo wako cha imani, imani ambayo ni kiini chako, unaona na kutambua na kumtegemea Mungu. Na ukiwa na imani thabiti na Mungu wako, bado utaendelea kujitoa kwake Mungu wakati wowote na muda wowote. Utaendelea kujisalimisha kwa Mungu wakati wowote na mahali popote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiwa na imani kama kiini cha Ukristo wako wa kumwamini na kumtegemea Mungu wako, utabaki unajitoa muda wote kwake Mungu, maana wewe ni mali yake, ni mtu wake. Lakini pia utajisalimisha kwake kila wakati. Utaona kwamba yeye ndiye Mungu wako, ndiye mlinzi wako, yeye aliyekuumba tena kwa mfano wake. Utabaki unajisalimisha kwake kwa kila hali, iwe ngumu au iwe rahisi. Lakini pia imani yako ikibaki kama Mkristo kwa Mungu, utaishi maisha ya utegemezi. Utamtegemea Mungu kwa kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Utamtegemea Mungu kwa kila jambo, kwa sababu ndiye mwenye mamlaka, ndiye mwenye uhai, ndiye mwenye nguvu, ndiye mwenye uwezo, ndiye mwenye kukubariki kwa kila hali na kwa kila jambo. Bado utamtegemea. Neno utegemezi nafikiri linafahamika sana, si ndio? Kumtegemea mtu unayemwamini, unayempenda, unayekuwa na imani naye kwamba katika hili nililomtegemea fulani hakika atatenda, atawezesha, atabariki, ataweka mkono wake. Ndio utegemezi huo. Kwamba mimi katika maisha yetu ya mahusiano ya kawaida unaweza kusema mimi bila hili fulani kuwepo halitafanikiwa. Nikija kufanikiwa jambo langu hili mpaka fulani awepo. Sasa ndio kumtegemea Mungu, kwamba katika kila jambo Mungu utamtegemea. Lakini lingine pia ni kwamba ukidumu katika imani thabiti kwa Mungu wako kupitia Yesu Kristo aliyekufa msalabani kwa ajili yetu, mahusiano yako na Mungu yatadumu. Bwana asifiwe. Amen. Hapata kuwepo na wasiwasi, hapata kuwepo na changamoto. Yani mahusiano yako na Mungu wako na muumbaji wako yatakuwepo. Na kwa njia hiyo yakisha kuwepo kwa Mungu wako, basi yatakuwa rahisi kwa mchungaji, kwa mwinjilisti, kwa mwanakwaya, kwa wazazi, kwa familia, kwa ndugu, kwa jamaa, kwa rafiki na hata usio wajua. Juzi tulikuwa tumetembelewa na wageni kutoka nchi mojawapo za Ulaya. Nikamuuliza, umekaa kidogo hapa na sasa unaondoka, ni jambo gani? Ni jambo gani zuri, jipya uliloliona ukafurahi au ukajifunza, au gumu
au gumu. Kwa kweli kwenye jambo gumu hakuniambia, hakusema ameona ugumu katika lipi, lakini katika jambo la kujifunza la kwenda kusimulia hata kwao, alisema mimi nitakwenda kusema habari ya watu na mahusiano yalivyo mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwamba popote ninapopita mimi kama mgeni au kama nyinyi wenyeji, ninaona tunanyosheana nini? Mikono. Tunanyosheana mikono. Yaani mnasalimiana na yeyote. Akasema sisi kwetu utamaduni huu haupo. Ni mimi na naye mfahamu na naye nifahamu. Akasema nimeona jambo la ajabu, jambo zuri, jambo jema kwamba mnanyosha mikono. Mnanyosha mikono. Unayemjua na usiyemjua. Naona mnanyosha mikono. Mnasalimiana, mnapeana hai. Akasema imenifurahisha sana. Kwa hiyo ili kuendelea kuhusiana na Mungu, kunyoshiana mikono na Mungu, kubarikiwa na Mungu, lazima mahusiano yako na Mungu yabaki kuwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na yatasimama, yataimarika utakapoendelea kumwamini na kumtegemea. Akaona jinsi unavyomhitaji na yeye anavyokuhitaji katika kukuhudumia ili uweze kuendelea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa matokeo ya imani hii ni wakati wowote wa changamoto bado unabaki imara. Bwana asifiwe. Bado unabaki imara bila kuyumbishwa, kwa sababu una mahusiano mazuri na Mungu, na Mungu anakuuliza, anakuhoji, unamuuliza, unamuhoji, anakujibu. Kwa hiyo unapita katika changamoto yoyote inayokukuta. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini pia maisha yangu, maisha yako yanajawa na matumaini. Eshubi nogire shubi nkokwo Chirechi na nyencha mkama na abasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajawa na matumaini kwamba leo yangu iko mikononi mwa Mungu, niko salama, na kesho yangu ndani ya Mungu, ndani ya Kristo, kesho yangu ina mapambazuko mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wakati wote unajawa na uwepo wa nani? Wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Jambo jingine, unabaki kuishi na kuimarika katika kutunza, kusimamia ahadi na maagano yako na Mungu wako. Bwana asifiwe. Unabaki katika kusimamia ahadi na maagano uliyoyaweka na Mungu wako, kwamba nitakupenda, nitakutumikia, nitaishi kama upendavyo hata mwisho wa dahari, mwisho wa maisha yangu. Ahadi za Mungu zinatunzwa kwa kuendelea kuishi na imani na Mungu. Lakini bado unabaki katika njia ya kweli. Unabaki katika njia ya kweli. Unabaki katika ramani na mwelekeo mzuri wa maisha ya Kikristo. Hakuna kuyumba yumba wala kubadili mwelekeo na dira. Wapo wanaoyumba na kubadilisha mwelekeo na dira katika maisha yao. Yawezekana sababu mojawapo ni hii ya kutomwamini na kumtegemea Mungu wa kweli. Na mwisho, katika kusimama vizuri ndani ya imani yako, matokeo yake unakuwa na amani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Abanyambo n'abahaya batimirembe yagiraki yateka yabaho nacho ni sawa chonka emirembe yateka yabaho. Unabaki katika maisha ya amani wakati wa shida na wakati wa raha. Unabaki katika maisha ya faraja wakati wa changamoto. Unabaki katika maisha ya kububujika ndani ya Kristo, kwa sababu imani yako imekuwa thabiti. Tusiache kumwamini
Mungu, kumtegemea na kumtumikia hata tutakapokufa. Jambo la pili, kama nilivyosema, mambo matatu yanayoendana na sisi katika juma hili takatifu kwa Jumatatu ya leo na somo tulilolisoma ni habari ya hukumu. Kwamba tujikumbushe na tutafakari juu ya hukumu ya Mungu itakayokuwepo siku ya Bwana atakapokuja tena, atakaporudi tena kutunyakua, kutuchukua kuishi naye katika maisha ya kiti cha enzi. Tukumbuke na tujue kwamba tunaishi maisha ya hapa duniani, lakini baada ya maisha haya kuna maisha mengine aliyotuandalia Bwana wa mabwana, ambako Yesu anasema nyumbani kwa Baba kuna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia. Tutakwenda kule, tutakwenda kule. Na Mtume Paulo anashuhudia, anasema siku hiyo wote waliolala na walio hai tutahuzurishwa mbele ya kiti cha Bwana cha enzi ili kwenda. Anasema vizuri Paulo, waliotenda mabaya kwa hukumu ya kifo, waliotenda mazuri kwa uzima wa nini? Wa milele. Tukumbuke kwamba tunapoishi hapa, imani yetu ituongoze kukumbuka maisha ya hukumu, kwamba yuko mbele, bado katika safari tunayosafiri tutahukumiwa. Na katika hukumu hii maelezo yanatuweka wazi kwamba si kwa ubaya. Hukumu si kwa ubaya, si kwa wabaya tu, hapana. Hukumu pia itajawa na neema ya Mungu na baraka za Mungu. Tutahukumiwa kwa haki. Wenye kuurithi uzima wa milele wataurithi uzima wa nini? Wa milele. Sio wote kwamba watashindwa. Hata washindi watafanya nini? Watakuwepo. Na Mungu amesema kabla ya hapo kila goti litakuwa limepigwa. Na Yesu anatamani, anasema asiwepo hata mmoja wa kubaki kuishi maisha ya utauwa na utakatifu katika uzima ule wa milele. Hukumu ya Mungu itakuwa ya haki, itakuwa ya kweli, haitakuwa na maonevu, kwa sababu hapo Mungu hatahitaji mawakili, hatahitaji mawakala, hatahitaji madalali. Bwana Yesu asifiwe. Unajua humu kwenye kuhukumiana, kununua na kununuliana, sijui na kuuziana, kuna habari ya dalali, wakala, wakili, utetezi na nini na nini. Hapana. Mungu atasimama mwenyewe, isipokuwa Yesu kama Mungu naye amesema nitakukiri kama ulinikiri vyema kwa Baba au kama ulinikiri vibaya. Yani ukunikiri kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hapo Yesu sio kwamba ni dalali wala wakili wala nani, lakini anasema nitatoa ushuhuda. Nitashuhudia wema wako wakati tunaishi katika maisha haya. Atakaye nikiri mbele za watu nitamkiri mbele za nani? Za Baba. Lakini atakaye nikana mbele za watu na mimi nitamkana mbele za nani? Za Baba. Imani tusaidie kuishi maisha ya kutuweka huru na hukumu ya Mungu kwa ubaya, bali tuhukumu vizuri. Hata katika maandiko matakatifu pengine imeandikwa kwamba unihukumu kwa haki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atatuhukumu kwa haki. Bwana atatuhukumu kwa haki. Kwa hiyo tuishi maisha mazuri kama Yesu alivyokuja kutupenda akatufia, na sisi tupendane, tuheshimiane, tuthaminiane, ili basi maisha yetu yaonyeshe uchaji na wema na utu katika kuishi hapa duniani, tukinia mamoja na kupendana na kuelekezana katika safari yetu ya hapa duniani, ili mwishoni wote tuwe washindi. Bwana asifiwe. Ndio maana leo tunaona habari ya kurudi kundini. Ndio maana leo tunaona ubatizo mtakatifu. Ndio maana leo tutapokea sakramenti ya meza ya Bwana, ili kuendelea kutakaswa na kuishi maisha mazuri.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na jambo la tatu kama nilivyosema na la mwisho katika tafakari yetu Jumatatu hii takatifu, katika Juma takatifu, ni juu ya usafi na maisha ya kanisa. Juu ya maisha ya usafi wa kiroho kwa kanisa la Mungu. Kanisa la Mungu sio jengo tu hili, ni pamoja na sisi. Maana Paulo amesema ninyi ni hekalu la nani? La Mungu, ambalo Roho Mtakatifu anakaa ndani yake. Tunaitwa kuwa wasafi wa mioyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuwa wasafi wa miili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa njia hiyo tutaimarika katika imani zetu na kuendelea kuishi maisha mazuri. Kuwa wasafi katika maneno, katika matendo yetu. Kutambua ili jema, ili si jema, ili ni zuri, ili si zuri. Tumepewa uwezo na Mungu wa kutambua. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya usafi wa kanisa, tunamaanisha usafi wa mimi kama Mkristo na wewe. Ili pia usafi huo uwavute na wengine nao waje kwa Yesu, nawe wao wasafi kama mimi na wewe tunavyotamani kuendelea kuishi katika maisha ya usafi. Bwana asifiwe sana. Amen. Hayo yote tutayaweza kama tukidumu katika Bwana. Kwa kuomba na kutafakari tunatakaswa na Mungu. Kwa kuomba na kutafakari tunatakaswa na Mungu. Lakini pia kwa kutubu na kusamehe na kusamehewa tunaishi maisha ya usafi, maisha ya utakatifu. Kwa kutambua na kukubali kwamba nimemkosea Mungu 1, 2, 3. Mungu akanisamehe, akakusamehe kwa yale uliyoyatambua kuwa makosa kwako na kwa Mungu. Unatakaswa kwa kusamehewa na kupewa maisha ya uhuru mbali na dhambi. Hapo tutakuwa tumelitakasa kanisa. Kama Yesu alivyoingia hekaluni akaona watu wanaishi maisha yasiyokuwa masafi ndani ya kanisa, akafanya usafi, akasafisha, akatakasa, na watu wakaendelea kupokea huduma kama Mungu alivyokusudia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hata sisi tunaitwa kuishi maisha ya usafi na utauwa. Na ndiyo maana hata Petro leo akasema iweni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu, mkikumbuka pia kwamba hukumu ipo itakayowahukumu waliokuwa wasafi na wasiokuwa wasafi. Nizamu yetu leo tena, Mungu ametujalia tena kipindi kingine cha Juma takatifu. Ametupendelea ili tupate nafasi ya kutafakari juu ya utauwa na utakatifu wetu katika maisha haya tunayoishi sasa na hata baada ya maisha haya kule mbinguni. Jipange upya, tafakari upya juu ya maisha yako ya ufuasi, maisha yako ya usafi, maisha yako ya upatanisho, maisha yako na mahusiano na Mungu, ili ujawe amani tele katika maisha haya na mwisho tuweze kurithi wote uzima wa milele. Bwana atubariki sana. Bwana atuimarishe sana. Tubaki kuwa waamini, tubaki kuwa watauwa na watakatifu, na katika kuiendea siku ile ya Bwana basi tuweze kuiepuka hukumu ya moto na kuishi hukumu ya maisha ya uzima wa milele. Bwana awabariki sana kupitia neno hili, likae kwa wingi mioyoni mwenu, na mpate kutenda limpendezalo, na hatimaye kwa njia hiyo kuzaa matunda mema yanayokaa. Bwana awabariki sasa na siku zote. Amen. Tunakushukuru Mungu wetu, Baba yetu wa mbinguni, kwamba katika ibada hii umetukumbusha juu ya maisha masafi ya utauwa, na kwa njia ya matendo makuu ya Yesu Kristo ya kutuokoa sisi, tunakuomba utuimarishe katika imani zetu ili tuweze kuwa washindi hata siku utakapokuja. Tuandae vema tunapoandaa Pasaka ya mwaka huu, ikapate kuwa baraka kwetu na kwa wengine,
kupitia mwanao Yesu Kristo aliyekufa msalabani kwa ajili yetu. Amen. Fuatiliaji na mtazamaji wa chaneli yetu ya ELCT Karagwe Diocese, ibada imekwisha katika mtaa huu. Ni eneo la misioni katika eneo la Mato ndani ya usharika wa Bujuruga, jimbo la Lukajange, Diocese ya Karagwe. Mimi ninakushukuru kwa kuwa pamoja na sisi na kukutakia heri, lakini uendelee kutufuatilia. Mimi ni Merabu Birakasheko, afisa habari wa Diocese ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment.